Watu wengi wamekwama maisha si kwa sababu hawana uwezo, bali kwa sababu wameamini kwamba lazima wawe na pesa nyingi kabla hawajaanza kitu. Na huenda hata wewe upo hapo sasa hivi, una ndoto, una mawazo mazuri, una kitu unachotaka kufanya, lakini kila siku unajiambia, nikipata mtaji kwanza ndipo nitaanza. Na wakati unasubiri, miaka inapita kimya kimya. Mwisho wa video hii utaelewa kwa nini watu wengi wanapoteza muda mwingi wakisubiri mtaji, wakati tatizo lao halisi si pesa hata kidogo. Na watu wengi sana wenye vipaji vikubwa, wana akili, wana uwezo, wana mawazo mazuri, lakini maisha yao hayasogei. Kwa nini? Kwa sababu wameweka maisha yao kwenye kusubiri. Labda hata wewe kuna jambo umekuwa ukitaka kuanza kwa muda mrefu. Biashara, kipaji fulani, kazi ya mtandaoni, au jambo ambalo moyoni unajua kabisa linaweza kubadilisha maisha yako. Lakini kila unapofikiria kuanza, sauti moja inarudi tena, sina mtaji. Polepole unaanza kuamini kwamba bila pesa huwezi kufanya chochote, na hicho ndicho kinachokufunga. Umewahi kuona mtu anaanza akiwa na vitu vichache sana, lakini baadaye anafanikiwa? Halafu wewe unaendelea kupanga tu. Hapo ndipo tatizo linaanzia, kwa sababu watu wengi hawazuiliwi na ukosefu wa pesa, wanazuiliwa na namna wanavyofikiria kuhusu mwanzo wa maisha yao. Na hapo ndipo maisha yanaanza kusimama bila wao kujua. Sasa tatizo hili la kusubiri linasababishwa na nini? Kuna sababu kadhaa zinazosababisha tatizo hili. Ninaenda kuzielezea kwenye vipengele vinavyofuata. Watu wengi wanaamini kwamba lazima wajisikie tayari kwanza ndipo waanze. Lakini ukweli ni tofauti. Kujiamini hujengwa baada ya kuanza, si kabla. Kama wewe ni mtu ambaye kila siku unaona wengine wakipiga hatua, unaona watu wakianzisha biashara, unaona watu wakitumia vipaji vyao, lakini wewe unaendelea kusema bado sijawa tayari, basi kuna uwezekano mkubwa kwamba tatizo lako sio mtaji. Tatizo ni hofu ya kuanza ukiwa bado hujakamilika. Na watu wengi hawaikubali hofu hii. Kuna mtu alitaka kuanza kuuza bidhaa kupitia mitandao ya kijamii. Tatizo alikuwa pesa. Tatizo lilikuwa alikuwa anaogopa watu watamzungumziaje akianza. Akaendelea kusubiri. Mwaka ukaisha. Mtu mwingine akaanza na bidhaa chache sana. Leo anaendelea mbele. Sasa jiulize swali hili. Ni mara ngapi umeahirisha jambo kwa sababu ulitaka kwanza ujisikie tayari kabisa? Badili jambo moja muhimu. Usisubiri kujiamini ndipo uanze. Anza ndipo kujiamini utaanza kujengeka. Kwa sababu ukisubiri muda wote ujisikie tayari, unaweza kupoteza miaka mingi sana. Na hapo ndipo mambo yanaanza kuwa mabaya zaidi. Sababu ya pili ni hii. Unaamini mtaji ndio mwanzo wa kila kitu. Hii ni moja ya imani inayowarudisha nyuma watu wengi sana. Kwa sababu ukiamini pesa ndio mwanzo wa mafanikio, utaanza kuamini kwamba bila pesa wewe una thamani. Na hapo unajidharau bila kujua. Huenda hata sasa hivi una simu, una muda wa kujifunza, una uwezo wa kuwasiliana na watu, una kipaji, una maarifa fulani. Lakini akili yako haihesabu hivyo kama rasilimali. Kwa nini? Kwa sababu umezoea kuona mafanikio kama kitu kikubwa sana tangu mwanzo. Mitandao ya kijamii imeongeza tatizo hili. Unaona watu wenye vifaa vizuri, unaona maisha yaliyopangwa vizuri, unaona mafanikio yaliyokamilika. Halafu unaangalia maisha yako, unaona kama vile huwezi kuanza.
Lakini kuna ukweli mmoja muhimu sana. Kila aliyefika mbali alianza akiwa hajui mambo mengi. Hakuna anayekuambia hilo. Umewahi kujiuliza ni watu wangapi walikuwa na mawazo mazuri lakini walikufa nayo kwa sababu walisubiri mazingira mazuri kwanza? Badili mtazamo huu. Usianze na kile unachotamani kuwa nacho. Anza na kile ulichonacho sasa hivi, kwa sababu hatua ndogo huanza kufungua milango ambayo usingeweza kuiona ukiwa umekaa tu. Na hapo ndipo wengi huanza kujuta baadaye. Lakini kuna sababu nyingine ambayo watu wengi huwa hawaioni mapema. Ninaenda kuizungumzia kwenye kipengele kinachofuata. Kuna watu wamekuwa watumwa wa kupanga maisha yao, na jambo hili linaonekana kama busara. Unaandika malengo, unafikiria mipango, unaangalia video za hamasa, unaendelea kutafuta taarifa zaidi, lakini hakuna hatua yoyote unayochukua. Tatizo ni kwamba kupanga sana hukupa hisia kwamba unasonga mbele, wakati ukweli hakuna kilichobadilika. Kama wewe ni mtu ambaye kila wiki unasema wiki ijayo nitaanza, basi unaweza kuwa umeingia kwenye hali ya kisaikolojia inayoitwa kujifariji kwa kufikiria. Yaani, mtu anajisikia kama amepiga hatua kwa sababu tu anafikiria sana kuhusu jambo, hata kama hajafanya chochote. Na hali hiyo huanza kuharibu kujiamini kwako polepole. Kwa sababu kila unapojiahidi halafu hutendi, unaanza kupoteza imani na nafsi yako mwenyewe. Sasa hebu ngoja nikupe mfano huu. Kuna mtu alitaka kuanza kutengeneza maudhui mtandaoni. Akatumia miezi mingi kutafuta vifaa vizuri kwanza. Mwingine akaanza na simu ya kawaida. Baada ya mwaka mmoja bado anapanga, mwingine tayari amejifunza, amekosea, ameboreshwa na ameendelea mbele. Sasa jiulize swali hili. Ni mara ngapi umejipa sababu ambazo zilionekana za kweli, wakati ndani kabisa ulikuwa unaogopa kuanza? Sasa suluhisho ni hili. Usiweke nguvu nyingi kwenye mwanzo mkubwa. Weka nguvu kwenye kuendelea hata kwa hatua ndogo. Kwa sababu watu wengi wanaofanikiwa si wale walioanza vizuri zaidi. Ni wale ambao hawakuacha kuendelea. Na hapo ndipo ukweli unaanza kuonekana wazi. Lakini bado kuna jambo kubwa zaidi ninaenda kulielezea ni kipengele kinachofuata. Jambo jingine la hatari zaidi ni hili. Ukisubiri sana, unaweza kupoteza muda wako wote. Hii ni sehemu ambayo watu wengi hawapendi kusikia. Muda unaopotea ukisubiri siku moja nzuri hauwezi kurudi tena. Maisha hayasimami yakikusubiri ukisikia tayari. Huenda hata sasa hivi ungekuwa mbali zaidi kama ungeanza miaka 2 iliyopita. Lakini uliendelea kuamini kwamba bado hujawa tayari. Na watu wengi huja kugundua ukweli huu wakiwa tayari wamechoka moyoni. Kwa sababu hakuna kitu kinauma kama kujua ungeweza kuanza mapema lakini hukufanya hivi. Kuna watu wamepoteza miaka mingi wakisubiri. Wengine miaka 3, wengine 5, wengine hata zaidi. Halafu siku moja wanaona mtu mwingine ameanza baada yao, lakini tayari amewapita. Na hapo ndipo majuto yanaanza. Sasa jiulize swali hili kwa uaminifu. Maisha yako yangekuwa wapi leo kama ungeanza kidogo tu miaka iliyopita? Badili mtazamo huu. Mwanzo mdogo si udhaifu. Mwanzo mdogo ni bora kuliko kusimama maisha yote.
kwa sababu maisha hubadilishwa na hatua, si mawazo pekee. Na hapo ndipo baadhi ya watu huanza kubadilika kweli. Sasa nini unapaswa kufanya? Kwanza, usinielewe vibaya. Ndiyo, mtaji unaweza kusaidia, lakini si lazima uwe nao kwanza ndipo maisha yako yaanze kubadilika. Kitu muhimu zaidi mwanzoni ni uwezo wa kuanza, utayari wa kujifunza, kuendelea bila kukata tamaa, na ujasiri wa kuanza hata ukiwa bado hujakamilika. Kwa hiyo, anza na kile ulicho nacho. Kama ni simu, itumie. Kama ni muda mdogo, utumie vizuri. Kama ni kipaji kidogo, kianze kukufungulia njia. Usidharau hatua ndogo, kwa sababu mara nyingi fursa kubwa huja baada ya mtu kuanza kutembea, si kabla. Na ukweli ni huu: hakuna mtu atakayekuja kukuambia rasmi kwamba sasa uko tayari. Kwa hiyo anza tu, na hapo ndipo maisha yako yataanza kubadilika pole pole. Sasa napokuwa nikaribia mwisho wa video hii, naomba niongee mambo haya machache. Huenda tatizo lako halikuwa kukosa mtaji. Huenda tatizo lilikuwa umeamini kwamba huwezi kufanya chochote mpaka mazingira yako yawe mazuri kwanza. Na imani hiyo imekuwa ikikuzuia kimya kimya kwa muda mrefu. Kwa sababu ukweli ni huu: maisha ya watu wengi hayaharibiki kwa sababu hawakuwa na nafasi. Yanaharibika kwa sababu walikaa sana wakisubiri. Na ukikaa muda mwingi ukisubiri wakati sahihi, unaweza kuja kugundua umepoteza miaka ambayo usingepaswa kuipoteza. Sasa ninapokuwa nikifikia mwisho kabisa wa video hii, naomba nikuulize swali. Je, utaendelea kusubiri mpaka lini? Andika hapa chini na mimi pia nitakufuatilia ili tuendelee kujifunza zaidi. Kwa sababu wakati mwingine hatua ndogo unayoogopa kuanza leo ndio inaweza kubadilisha maisha yako yote kesho. Asante sana kwa kufuatilia video hii. Usahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili watu wengine pia waweze kunufaika na maarifa haya. Asante sana, karibu tena katika video zinazofuata.